Haya, kuna ndugu yetu mwingine anaomba kuuliza kuhusu nguo iliyochoka, yaani imechakaa afu mtu akaacha kuivaa. Je, haifai kudekia au kufutia meza mengine? Maana wanasema inaleta ufakiri wa hali ya juu sana. Anaomba kufahamu hili jambo kidini likoje. Hiyo ni elimu ya uganga, hiyo ni elimu ya uganga. Kwenye masuala ya elimu ya tiba, ndio wako baadhi ya wanachuoni wanaosema vitu ambavyo ulivitumia wewe vina heshima na vina namna fulani ya hadhi, isidunishwe ile hadhi na ile heshima isishushwe. Sawa. Sasa hao wanasema ile nguo imesha amiliana na mwili wako, kwa hiyo kuna jasho yako mle na kuna vitu vingine vinavyokuhusu wewe viko ndani ya ile nguo. Ikienda ikadunishwa ikatumika vibaya, kuna contact baina ya ile nguo na wewe, nguvu fulani ambayo inakuchanganyeni pamoja. Kwa hiyo kuna shaka ya kwamba kweli kuna baadhi ya vitu vinaweza vikachafuka na mambo fulani mengine yakawa yasiende vizuri kwa sababu ya ule muwaswala ambao upo kati ya ile nguo na wewe. Tunaona nguo ina vitu tofauti. Nabii Yusuf alayhi salam alipoambiwa babake macho yamekufa kwa sababu ya kumlilia, alisemaje? Nendeni na hii kanzu yangu, nenda kaitupieni usoni kwake tu, atarudi kuona. Kwa sababu yule ni mtume wa Mwenyezi Mungu, nguvu ya utume na baraka ile imo katika ile nguo, imetosha kumrudishia mzee wake macho na kumponyesha. Hali ya kuwa nguo ile iko wapi? Kanaani. Yeye yuko wapi? Yuko Misri. Kwa hiyo ndio maana nikasema kuna mawasiliano ya siri kati ya nguo au kitu alichoacha mtu mwema na yeye mwenyewe. Mtu mwema kitu alichotumia akakiacha na yeye mwenyewe, kuna mawasiliano ya siri. Hicho ndo wanachoogopa watu, vitu vya watu wema au ulichovitumia we mwenyewe kwa mambo yako, kuja kuvitumia kwa sura duni na matumizi yakawa ni ya kudhalilisha, unaweza ukawa unajidhuru. Hiyo ni elimu ya tiba. Kwa hiyo matabibu wanalielewa vizuri hilo jambo, na busara iliyokuweko ni kwamba ukiambiwa kitu fulani kina madhara, basi jaribu kuepuka mwisho wa juhudi yako, kwa sababu hata kikiwa hakina madhara, wewe umepata hasara gani kwa kukiepuka kitu kibaya ambacho umeambiwa sio kizuri? Nadhani kilicho busara ni hicho, kuwa na tahadhari na visivyofaa kufanywa, sawa, na kupupia vinavyofaa kufanywa, kwa sababu kuna mawasiliano ya moja kwa moja baina ya watumiaji na vitu vilivyotumika, ukiangalia katika sura kama hiyo. Kwa nafikiri tuwe makini tu na ile tahadhari iliyowekwa juu ya kitu, ni vizuri kufuatwa. Bora tu hakuna jambo la kumkera Mungu katika hiyo. Kwani unapata shida gani wewe kwa Mungu kama nguo yako kwa heshima ulioipa hutoifanya ni tambara la deki? Matambara yako chungu mzima, kwani usinunue kipande ukajidekia nani yako vitu vyako ukasafishia, badala yake ukaamua kanzu yako au shati yako fulana yako iliyochakaa iwe ndo tambara deki? Ukiangalia hapo unaonekana una tabia ya kudunisha vitu na kuvidharau. Kwa hiyo itakugharimu wakati mwingine, na labda wanaosema hivyo wanasema katika mlango huo wa tahadhari. Ama kauli ya ushahidi wa moja kwa moja kabisa ile wa kukata kwamba iko hivyo sina, najaribu kuoanisha na kulinganisha basi. Lakini kwamba labda nina hadithi au nina aya, hiyo siji. Kama kuna mtu anayo atuletee, itatusaidia. Ama hata kwenye akili ya kawaida unaona busara ni kutofanya hivyo kwa sababu ya umuhimu na ubora wa kile kitu.